Majina kibiblia ya watu wanaokwenda mbinguni. Majina kibiblia ya watu wanaokwenda mbinguni. Majina kibiblia ya watu wanaokwenda mbinguni. Tuko leo inakuwa ni awamu ya 4 tangu tulipoanza, na leo tunaendelea tena majina kibiblia ya watu wanaokwenda mbinguni, ambao tayari tumekuwepo katika mfululizo wa masomo haya tangu mwanzo. Tulijifunza katika hatua za mwanzo kwamba Mungu katika Biblia ametuita majina mbalimbali, na majina hayo yanakuwa na maana. Hakuna jina lolote ambalo tunaitwa ambalo halina maana. Tulijifunza katika kipindi cha mwanzo kwamba tuliitwa watoto wa Mungu. Tukaona jinsi ambavyo jina hili mtoto wa Mungu ndilo anaitwa mtu aliyeokoka na anakuwa na sifa ya kwenda mbinguni. Lakini tutaangalia vigezo au sifa za mtu ambaye anapaswa aitwe mtoto wa Mungu. Ni vigezo gani ambavyo vyote vikitimia, huyu mtu ndio ana sifa ya kumwona Mungu, ana sifa ya kuingia mbinguni. Lakini vile vile tulijifunza habari ya kwamba sisi tuliokoka vile vile tunaitwa raia wa mbinguni. Tukajifunza jinsi ambavyo raia wa nchi fulani wanavyokuwa wanaishi katika culture, utamaduni wa nchi ile. Wataishi kwa kufuatilia katiba ya nchi ile, namna ambavyo inazungumza. Tukaona sisi ambao ni raia wa mbinguni tuna katiba yetu ambayo ni Biblia. Tukaona tamaduni ya mbinguni inatakaje, tuishije, tuongeeje, tuvaeje na kadhalika. Lakini siku ya leo tutajifunza jina mojawapo ambalo nalo lina maana yake. Kwa nini tuitwe hivyo? Moja ya jina ambalo sisi tunaitwa viungo vya Kristo. Sisi vile vile tunaitwa viungo vya Kristo. Tunaitwa viungo vya Kristo. Katika Korintho kwanza sura ya 12 mstari wa 27 tunapata msingi wa somo letu. Kwa Korintho kwanza sasa sura ya 12 mstari wa 27. Kwa Korintho kwanza sura ya 12 sasa mstari wa 27. Mstari wa 27 Biblia inasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Waefeso tena sura ya 4 mstari wa 25. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Biblia inasema, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Tu viungo. Amen. Waefeso tena sura ya 5 mstari wa 30. Waefeso sura ya 5 tena mstari wa 30. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Sasa, kwa nini Biblia ituite sisi ni viungo? Mungu alikuwa anataka tujifunze kitu gani kwenye jambo hili?
anataka tuone nini kwenye jambo hili? Kuna sifa ambazo viungo vyovyote vinavyokaa katika mwili vinakuwa na sifa fulani, na sifa hizo ndizo ambazo Mkristo anapaswa kuwa nazo kama kweli yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Na kama sio kiungo, maana yake sifa hizo atakuwa hanazo. Sifa hizo zitamweka nje, atakaa nje ya sifa hizo. Tuko pamoja? Sasa tutakwenda hatua kwa hatua kuziangalia sifa hizo, alafu tujikague mimi na wewe. Tujiangalie. Biblia inasema jithibitisheni wenyewe. Unafahamu mtu wa kukuthibitisha sio mimi. Mtu wa kukuthibitisha ni wewe. Na unajithibitishaje? Unajithibitisha kwa kujipima na neno la Mungu. Biblia ni muhimu tufahamu kwamba siku ya mwisho tutahukumiwa na neno. Neno la Mungu ndilo litakalo tuhukumu siku ya mwisho. Yesu anasema kwa mfano katika Yohana sura ya 12 mstari wa 48. Wako watu wanasema mimi sijui. Ukimuuliza wewe unakwenda motoni au unakwenda mbinguni, anasema mimi sijui. Anasema mimi sijui kwa sababu kiukweli anajua kwamba anakwenda motoni, lakini kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka kukubali kwamba anakwenda motoni, atakwambia sijui. Ni ukweli usiopingika, hakuna mtu ambaye hajui kwamba anaenda motoni au anakwenda mbinguni. Hakuna ambaye hajui. Ndani mwako kuna kushuhudia kwamba wewe unaenda mbinguni au motoni, kuna kushuhudia. Sio sawa? Lakini kipimo sahihi tunaweza kujifunza hapa. Kuna vipimo kadhaa vinavyoweza kukupima kwamba unaenda mbinguni au uendi mbinguni. Moja ambacho ni kipimo kikuu ni neno. Neno ndio kipimo kikuu. Neno likikwambia usizini ili uende mbinguni, maana yake unatakiwa ufanye nini? Usizini, sio hivyo? Yaani unahitaji nini sasa? Unahitaji maono, sio? Unahitaji mafunuo au unahitaji mchungaji akwambie kwamba wewe unaenda mbinguni? Ni neno likuthibitishe mwenyewe. Tuko pamoja? Siku ya mwisho Yesu atakapokalia kiti cha hukumu, atakaa akitumia neno lake kusema mimi nilisema, na yale aliyosema hayatoi hewani, ni haya yaliyoandikwa. Basi tuko sawa? Ni yaliyoandikwa peke yake ndio atakayotumia. Msikilize Yesu anasemaje. Yohana 12 mstari wa 48. Tukifahamu haya tutajichunga, tutajipima wakati wote na neno la Mungu. Yohana sura ya 12 mstari wa 48. Yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Neno lake ndilo litakalo mhukumu mtu huyo. Kwa atakapokalia kiti cha hukumu, atakaa akilitumia neno, kwamba neno langu linasema hivi, mimi nilisema hivi, mimi nilisema hivi. Kwa nini ukufanya? Hakuna cha kujitetea kwa sababu neno liko. Tuko pamoja? Ndipo sasa Biblia inasema jithibitisheni wenyewe. Tunapojifunza hapa sasa, ni wewe ndiye wa kujithibitisha. Wewe ndiye wa kujipima. Wakorintho wa 2 sura ya 13 mstari wa 5. Wakorintho wa 2 13:5. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au mjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Yaani una uwezo wa kujijua kwamba umekataliwa au Kristo yuko ndani yako, una uwezo wa kujua. Tuko pamoja? Sasa tunaenda kuangalia vigezo au viungo, sifa zake zinakuaje, ili mimi na wewe tujipime sasa. Tujione sisi ni viungo wa Kristo kweli. Kumbuka kinachokwenda mbinguni unakwenda mwili wa Kristo, ambao mwili wa Kristo unaundwa na viungo vingi ikiwemo mimi na wewe. Maana yake kama wewe sio sehemu ya kiungo cha mwili wa Kristo, maana yake mbinguni hauendi. Tuko pamoja? Tuko pamoja wote? Mwili wa Kristo ndio unaokwenda mbinguni, ndio unaonyakuliwa. Kwa lugha nyingine ni kanisa ndio linalonyakuliwa. Maana yake kama wewe sio sehemu ya mwili wa Kristo, maana yake vile vile wewe sio sehemu ya kanisa. Tuko pamoja? Na kama mwili wa Kristo ndio unaokwenda, na huo mwili unaundwa na viungo vingi ikiwemo mimi na wewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama wewe sio kiungo cha Kristo, maana yake mbinguni hutakwenda. Kwa sababu huo mwili wa Kristo ambao unajumuisha viungo, wewe unatakiwa uwemo, usipokuwemo huendi. Tuko sawa?
Ikague sasa leo kwa kuangalia vigezo hivi. Kiungo kina tabia gani? Viungo vina sifa gani? Twende hatua kwa hatua. Kiungo wakati wote hukaa kwenye mwili mmoja tu. Kiungo wakati wote hukaa kwenye mwili mmoja tu. Kiungo wakati wote hukaa kwenye mwili mmoja tu. Ni wapi katika maisha yako uliwahi kuona mkono mmoja ukawa katika miili miwili? Ni jambo lisilowezekanika. Maana mkono mmoja utakaa kwenye mwili mmoja. Mkono mmoja huwezi kuwa sehemu mbili, kwamba uwe kwenye mkono wangu na uwe kwenye uwe kwenye mwili wangu na uwe kwenye mwili mwingine. Ni jambo lisilowezekanika. Tuko pamoja? Ni wapi uliwahi kuona mguu mmoja ukawa kwangu, mguu mmoja ukawa kwa mwingine? Ni jambo lisilowezekanika. Maana mguu mmoja utakuwa kwa mmoja na mkono mmoja utakuwa kwa mmoja. Hauwezi kuwa kwenye sehemu mbili kwa wakati mmoja. Huo ndio mwili. Hivyo ndivyo viungo ndivyo ambavyo vinapaswa kuwa katika mwili. Mtu anapokuwa ameokoka anafanyika kuwa ni mwili, anafanyika kuwa ni kiungo katika mwili wa Kristo. Huyu anapofanyika kuwa kiungo katika mwili wa Kristo, anapaswa kuwa na eneo moja tu la ushirika. Anapaswa kuwa mshirika wa kanisa moja tu. Ni kweli pale mwanzo mtu anapokuwa ameokoka atakuwa, na Biblia inampa ruhusa kutafuta mahali pa kweli, kuchunguza mahali palipo pa kweli, mahali ambapo kunaweza kumsaidia kufika mbinguni, mahali ambapo kunaweza kumwezesha kushiba kupata chakula cha kiroho ili aweze kushiba kiroho. Biblia inaeleza mtu anapokuwa hashibi mahali fulani, anapokuwa anaona viwango vya usafi na utakatifu haviendi, anaona mahali hapa sitaweza kufika mbinguni, Biblia inampa ruhusa pale mwanzoni anapokuwa ameokoka atafute mahali mpaka athibitishe kwamba hapa ndipo. Akithibitisha kwamba hapa ndipo, maana yake anapaswa kukaa hapo, awe mshirika maisha yake yote. Tuko pamoja? Angalia Biblia inazungumza kwamba mtu ambaye anatafuta chakula akiwa hashibi, hapati chakula cha kumshibisha, atahangaika usiku kucha, atakwenda huku na huku usiku kucha. Zaburi sura ya 59. Zaburi sura ya 59 mstari wa 14. Zaburi ya 59 mstari wa 14. Samahani, ni mstari wa 15. Zaburi sura ya 59 mstari wa 15. Watatangatanga hao wakitafuta chakula, wasiposhiba watakesha usiku kucha. Wakiwa wanatafuta malisho hawapate chakula, manake watahangaika huku na kule, wanaenda kanisa hili, wanaenda kanisa hili, na hatimaye wakifika mahali ambapo wanaweza kuridhishwa, wanaweza kupokea chakula kinachoweza kuwashibisha, maandiko yanazungumza watakaa hapo. Maandiko yanazungumza kama hawakipati chakula hicho, manake watakesha usiku kucha wakitafuta chakula ili waweze kushiba. Tuko sawa sawa? Watatangatanga hao wakitafuta chakula, wasiposhiba watakesha usiku kucha. Zaburi tena 107. Zaburi 107. Zaburi 107 mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. Ni kama wana wa Israeli walikuwa wanatafuta mji wa kukaa, wanatafuta nchi ambayo kwenda kuiendea, wakawa wanazunguka katika jangwa, katika nyika, wanaenda huku na kule, lakini walikuwa wanahangaika kutafuta nini? Kutafuta mji ambao wanaweza kufika wakapumzika. Na hivyo hivyo mtu anapokuwa ameokoka, labda kwenye mtandao, ameokoka kwa njia yoyote ile, katika uchanga wake atakuwa anahangaika huku na kule kutafuta mahali pa kukaa, na atakapopapata maana yake akae hapo.
awe kiungo katika mwili wa Kristo hapo. Tuko pamoja? Zaburi 107 mstari wa 4 mpaka mstari 7. Zaburi 107 mstari wa 4 mpaka mstari 7, Biblia inasema, walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona na kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza kwa njia ya kunyoka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Mtu akiwa pale mwanzoni anahangaika kutafuta, Bwana vile vile atamuongoza. Akiwa anatafuta kweli, Bwana atamuongoza. Atakapomuongoza, aking'amua hapa ni pa kukaa, anatakiwa awe kiungo cha Kristo, kiungo katika mwili wa Kristo hapo. Tuko pamoja? Ni kama tofali tu. Tofali, Biblia sehemu nyingine inatuita sisi mawe yaliyo hai. Hakuna tofali ambalo linaweza kujengwa kwenye kuta mbili kwa wakati mmoja. Tuko pamoja? Manake tofali moja litakuwa kwenye ukuta mmoja. Haliwezi tofali hilo likaa kwenye ukuta huu na hilo likaa kwenye ukuta mwingine. Haiwezekani. Na vivyo hivyo, sisi tulio viungo tutakuwa kwenye ushirika mmoja, mahali pamoja. Unless tumepata dharura au tumehama, tumeenda mkoa mwingine, maana yake hiyo iko nje ya uwezo wetu. Maana yake tutatafuta vile vile huko na tuwe na ushirika mahali hapo. Tuko pamoja? Swali la kukuuliza, swali la kujiuliza, la kujidhibitisha wenyewe. Je, sisi tuko hivyo? Tunaamua mara baada ya kung'amua kwamba hapa labda ni mahali ambapo ni sawa sawa, ni mahali ambapo tunashibishwa na neno, tunaamua kuwa washirika hapo hapo, kuwa kiungo katika mwili wa Kristo mahali hapo. Je, tuko hivyo? Wewe ndiye wa kujijibu ndani ya moyo wako. Kama kweli ni kiungo cha Kristo, maana yake utakuwa na sifa hiyo. 2. Kiungo huwa na sifa ya kusaidia wengine. 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 Katika mwili wa mwanadamu utaona, kwa mfano, mtu akiwa anaumwa kiungo kimoja, kwa mfano labda ni tumbo likiwa linauma sana, utaona miguu itakataa kutembea. Utaona mikono italishika tumbo hilo. Na wakati mwingine sura ambayo haiugui, utaona imekunja. Sura imekunjamana kwa maumivu. Lakini sio sura kwamba inaumwa. Ni tumbo ndio ambalo linauma. Na wakati mwingine utaona machozi yanatoka katika macho. Sio kwamba macho ndio yanayouma. Kinachoumwa ni nini? Ni tumbo. Lakini kawaida ya viungo katika mwili, huwa kiungo kimoja kikipata matatizo, wote viungo vyote vinahusika, vinasaidia tatizo la kiungo kimoja. Macho yakipata tatizo, nini, kiungo gani katika mwili kinaweza kusafisha jicho? Je, ni jicho lenyewe linaweza kujiondoa uchafu jichoni? Unaweza kusema ndio wakati wa kulala, lakini sio kila uchafu unaweza kuondolewa na jicho lenyewe. Utaona kuna wakati mwingine umeingia uchafu katika jicho, mkono ambao hauhusiki chochote utasaidia kuondoa uchafu katika macho. Tuko pamoja? Tungeweza kutoa mifano mingi. Utaweza kuona tumbo likiwa linauma, njaa inauma katika tumbo. Njaa inauma wakati mwingine mpaka mtu anaanza kutetemeka, mwili wote anaanza kutetemeka, lakini mwili hauna tatizo. Yenye tatizo ni tumbo. Lakini mwili unafika tu unatetemeka na kukaa hawezi, kutembea hawezi, lakini chenye tatizo ni tumbo. Lakini mwili wote unashiriki maumivu ya tumbo. Vivyo hivyo ndivyo anavyopaswa kuwa mtu aliyeokoka. Kama mtu ni mshirika katika kanisa fulani,
hana budi kuwa na sifa hiyo, kwamba mwenzake akipata tatizo hawezi kuwa ni kama tu hana habari, yani yupo tu. Tunaanza kuwa na mashaka, huyu ni kiungo katika mwili wa Kristo mahali hapa. Mtu akisema anaumwa, yeye anachukua action gani? Anachukua nafasi gani kumsaidia huyu mwenzake ambaye anaumwa? Ni kweli viungo vyote haviwezi kufanya kazi moja. Ndio maana miguu haiwezi kufanya kazi ya mikono, na mikono haiwezi kufanya kazi ya kichwa. Masikio yanafanya kazi yake ya kusikia basi. Macho yanafanya kazi yake ya kuona na kuongoza mwili mahali pa kwenda. Mikono inashika, inanyanyua, inavuta na kadhalika. Miguu inabeba mwili wote ili uende unapokwenda. Ubongo au kichwa kinaamua mwili uende wapi, kwamba mwili ulale utalala. Kazi ya kichwa ni kuelekeza mwili, kwamba sasa unatakiwa kukaa. Ni ubongo ndio unasema mwili ukae, alafu mwili unakaa. Kwa ubongo au kichwa kazi yake ni kuamuru mwili ufanye nini. Kwa hiyo kichwa hakina uwezo wa kwenda popote bila miguu. Ni miguu ndio inakibeba kichwa kiende mahali kunapotakiwa kwenda. Swali la kujiuliza, sisi ambao tumeokolewa sasa, tuko kanisani, je, mwenzako anapopata shida yoyote, anapopata tatizo lolote, na unapopata taarifa, ndani mwako unafanya nini? Kwa sababu ndio kawaida ya viungo. Kama unachukua kawaida tu, unaendelea na shughuli zako kama kawaida, unalala usingizi na una amani, una tatizo. Angalia Biblia inasema nini. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 25 na mstari wa 26. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 25 na mstari wa 26. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 25 na mstari wa 26. Biblia inasema, labda tuanze mstari wa 24 mpaka 26. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vifanye nini? Vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Ni jambo linalosikitisha katika kanisa moja, kwamba mmoja akibarikiwa, ameinuliwa, mwingine eti anachukia. Wao ni mpagani wa kawaida. Lazima tuzungumze hili kwa wazi wazi. Mwenzako kainuliwa, wewe unaumia. Unaumia nini kama sio mchawi? Kama wewe ni kiungo wa Kristo, uko ndani ya mwili mmoja, unachoumia nini kama sio matatizo hayo? Huu ni mshetani wa kawaida. Mimi niliwahi kusema, mmoja nilizungumza moyoni mwangu, nilisema moyoni. Nikasema kwa mfano, mimi ikitokea nafasi, sijui kama wengine nanyi mtaweza hii, lakini naweza mkaweza, sababu mmeokoka bila shaka. Ikitokea nafasi kwamba nimeambiwa sasa unatakiwa kwenda labda Marekani ukatembee. Kwangu mimi ni rahisi kumpa mtu nafasi hiyo mtu mwingine. Kwangu mimi, yani imetokea nafasi kwamba unatakiwa kwenda Marekani mara moja. Kwa mimi kwa sasa kwenda Marekani kwangu hakuna maana yoyote. Yani naenda Marekani kufanyaje? Naenda kukaa tu, alafu ingishakaa ndo nini sasa? Marekani sio mbinguni. Yani ukishakaa alafu huku kazi ya Mungu inanisubiri. Yani Marekani na kazi ya Mungu kipi bora? Ni kazi ya Mungu. Naenda Marekani kufanya nini? Kwa hiyo option hiyo ni afadhali nimpe mtu mwingine asiye na kazi. Nitamwambia aende yeye. Hakuna jambo lingine lolote. Lakini nataka nikwambie, kuna mtu mwingine akipewa nafasi. Yuko mchungaji mmoja, nilimwangalia nikasema huyu mtu hivi anajielewa kweli? Huyu mtu mwaka 2009 anatuhadithia sasa. Wakati huo amechoka vibaya mno. Anatuhadithia, anasema
Yaani mimi mwaka 2009. Unajua kuna vitu vingine unahadithia unakuwa ni mjinga wewe. Sio yaani unahadithia unafikiri ni Steven, kumbe unakuwa unaonekana taira. Anasema, yaani mwaka 2009 yaani nilikuwa napata hela. Nilikuwa napata yaani ndani kuna kila kitu, kodi ya nyumba tayari nimeshalipa, alafu nakuwa na reserve 300,000. Haya, ulikuwa na reserve 300,000 umeifanyia nini? Muda huo anaongea hayo, eneo alilokuwa nalo alipewa bure, sawa? Na mwenye nalo wakati huo ana uhitaji wa kuuza hilo eneo milioni 14. Analiuza mwaka gani? Mwaka 2000 kama sio na 18, 20 hapo, 21 hapo. Yaani kama miaka 4 tu iliyopita. 4 au 3 iliyopita. No, miwili au 3 iliyopita. Yaani maana yake nazungumza mwaka 2022 au 23. Eneo amelipata, amepewa kabla ya mwaka 2007 huko. Tuko sawa? Ulikuwa unapata 300,000 kila mwezi. Yaani hizo za kukaa tu pembeni hazina kazi, si ndio? Alikuwa anafanyia nini? Sasa hizo 300,000 nilikuwa naenda Kenya, naenda wapi? Unaonekana kichaa kichwani. Ndugu zangu, naomba unisikilize. Naomba unisikilize. Hapa nizungumze kwa moyo kukusaidia. Hakuna mtu yoyote duniani, narudia tena. Hakuna mtu yoyote duniani ambaye Mungu hajawahi kumpa nafasi ya kufanikiwa. Hiyo inawezekana ni gani? Ila wanadamu wengi wanapopewa nafasi huwa hawajui wakati ndio huu. Ukishapata ndio uwekeze, kwa sababu kipindi kikipita kile ulichowekeza ndio kikuvushe mbele. Unanisikia ninachosema? Narudia tena. Hakuna wakati na hakuna mtu ambaye katika maisha yake hajawahi kupewa nafasi ya kufanya. Huyu mchungaji anasema, mimi nilikuwa naenda Kenya, naenda wapi? Kipindi kikapita. Sasa mwenye eneo anataka eneo milioni 10 ambao ungeweka 300,000. Amesema kila mwezi alikuwa anapata shilingi ngapi? 300,000. Maana yake kwa miezi 10 tu alikuwa na milioni 30. Sasa mwaka 2023 ndio anaambiwa tunahitaji eneo, tunaitisha harambee. Sasa dhambi kisha ingia kwa mtu. Kwa kawaida dhambi tabia yake huwa dhambi moja huwa inaivuta inaialika dhambi nyingine. Mwizi wakati wote huwa ana dhambi 2 zinaambatana pamoja. Mwizi huwa pia ana dhambi ya uongo, lakini pia ana dhambi ya uuaji. Mimi nikija kukuibia, alafu nikagundua, ukaniambia, "Yaani ni wewe ndio unaniibia." Unajua kitakachopata? Nitafuta kukuua. Ili usije ukasema kwa dhambi moja imealika nyingine. Tuko pamoja? Haya, ameambiwa sasa ni wakati wa tunahitaji eneo. Mimi ninasomea urubani, natafuta fedha ili niende nikalipie ada. Fedha nimegundua na eneo langu sasa nauza, na wewe mchungaji uko hapa, basi nipe hela. Akamwambia hamna shida, kafanya harambee kapata 700,000. Alipopata 700,000 akamwambia sasa amepata 900,000, ndio 700,000. Akamwambia hamna shida na nini, nitakuingizia milioni 9. Unaona uongo sasa unaanza kuingia. Akaingiza 900,000. Kuingiza kwamba mbona umesema milioni 9 au umekuwa 900? Wewe ni muongo. Matokeo yake yule mtu akamkataa tena kumsikiliza. Sasa ninapozungumza, eneo alishapokonywa, alishauziwa mtu mwingine, sasa hivi yeye yuko Vikindu huko. Kwa msingi huu, kiungo wa Kristo huwa ana uwezo wa kusaidia wengine. Lazima una uwezo wa kusaidia mwenzako. Inawezekana usiwe na uwezo kama mimi. Inawezekana usiwe na uwezo kama mwingine. Lakini kwa uwezo ulionao fanya kitu kwa mwenzako. Tuko pamoja? Unaweza kumwombea, muombee. Unaweza kumpigia simu, mpigie. Muulize unaendeleaje. Unaweza kumtembelea, kamtembelee. Unaweza kumpelekea pesa, mpe. Unaweza kumpelekea matunda, mpelekee. Na wewe ukiletewa, wewe kiungo mkono unapoleta chungwa kwenye mdomo huwa haulaumu. Si ndio? Maana kuna wapendwa nao wana matatizo. Umeenda maskini ya Mungu, umesema ngani mpendelee mpendwa wangu anaumwa, umeenda umemtembelea mikono mitupu, unaondoka unaanza kusimangwa. Yaani ametoka huko amekuja mikono mitupu, hajui kama mimi mgonjwa. Huo sio Ukristo pia vile vile. Kila mtu na uwezo wake.
Viungo havifanyi kazi moja. Viungo havina uwezo mmoja. Hata mkono wa kushoto hauna nguvu sawa na mkono wa kulia. Ndio maana nimekuwa nikizungumza, tunaweza wote tukawa tunaimba. Mimi kuimba kwangu inawezekana nikawagusa watu fulani na kuna watu wengine nisiwaguse milele. Alafu kuna mwingine akaimba asiwaguse ninaowagusa mimi, yeye akawagusa watu wake milele. Yaani hao hauwezi kumweleza, hawezi kukusikiliza, watamsikiliza yeye tu. Maana yake nini? Hatufanyi kazi inayofanana. Hata kama ni mkono wa kushoto hauwezi kufanya kazi ya mkono wa kulia. Wala mkono wa kulia kulingana na mtu alivyoumbwa utakuwa na nguvu zaidi kuliko mkono wa kushoto. Tuko pamoja? Swali la kukuuliza, wewe unasaidia mwingine unaposikia shida yake? Ikague mwenyewe. Unaposikia fulani anaumwa, action gani unachukua? Unaposikia fulani kalazwa, action gani unachukua? Sio tu, hata ukisikia fulani kanunua gari, kanunua pikipiki, kanunua nyumba mpya na wakati alikuwa nayo nyingine, kaongeza na nyingine, wewe unasikia nini? Yaani ndani mwako unasikia raha au unaanza kusikia uchungu? Kwa maana Mungu, yaani ukanunua tena nyingine. Wakati mimi nalala kwenye kibanda. Sio kiungo. Kiungo hakiko hivyo. Kiungo tumbo likiwa na njaa, alafu ukaa chakula unachokipenda, utaona mwili wote unafurahi. Mkono unachukua machungwa, utachukua maembe, utapeleka mkono hauli. Tumbo mdomo ndio unaotafuna, meno inashughulika na habari ya kutafuna, meno yasikii ladha yoyote. Tumbo linashiba, mwili unafurahi wote. Ndivyo tunavyopaswa kuwa sisi tuliookoka. Tujitathmini leo, tujikague leo. Ni kweli kabisa mwenzako akipata shida unatikisika au unakuwa kawaida tu? Swali la kukuuliza lingine, unapokuja kanisani ukaona fulani hayupo, moyo wako unafanya nini? Hebu anza. Ukiwa umeamka asubuhi ukajikuta mguu fulani au mguu haupo, inakuwaje? Yaani umeamka asubuhi ukakuta mkono hauna mkono, inakuwaje? Akili itachanganyikiwa hapo itachanganyikiwa. Binti mmoja alipata ajali. Alipopata ajali akaenda akafanywa operation akakatwa mguu. Alipoamka akajikuta hana mguu, akasimia. Sisi hapo mtu anaweza asiwepo, amani tu, yani unaendelea na safari na maisha yanaendelea. Tujitathmini wenyewe, tujikague wenyewe. Je, kweli sisi ni viungo wa Kristo? Tunakwenda kweli mbinguni sisi? Kwani tunakwenda? Jitathmini mwenyewe. Hiyo ni sifa ya kiungo. Je, unayo? Kiungo hutenda kila kinachoamriwa na kichwa. Kiungo hutenda kila kinachoamriwa na kichwa. Kiungo hutenda kila kinachoamriwa na kichwa. Katika mwili wa mwanadamu, maamuzi ya nini kifanyike na mwili inatoka kwenye ubongo. Wale watu wamesoma biolojia ni kwamba kuna vitu vinaitwa impulse. Yani impulse ni lugha ya kibiolojia ambao wanaita ni kama kipeleka taarifa. Kifaa ambacho kinatumika kutoa taarifa eneo moja kwenda eneo jingine inaitwa not impulse. Impulse ni taarifa. Hiyo inaita neuron. Neuron ndio inatuma taarifa kutoka eneo moja kwenda nyingine, na hicho kinachotumwa kinaitwa impulse. Sasa mkono kwa mfano unapokuwa umeshika moto hivi, kuna taarifa inachukuliwa kutoka katika eneo la tukio ambalo umegusa, inapelekwa kwenye ubongo. Alafu mkono hautoki kwanza mpaka ubongo useme ondoa mkono. Na haya yanatendeka kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo nikigusa moto, taarifa zinaenda kwenye ubongo, ubongo unauambia mkono, toa mkono, ndipo mkono unatoka. Sasa kuna mambo mawili. Mkono ukiwa hauna kile kinachotoa taarifa hapa kwenda kwenye ubongo,
Kama hakuna kipeleka taarifa hapo, maana mkono utateketea. Tuko sawa? Au mkono ukiwa na kipeleka taarifa itaenda kwenye ubongo, lakini ubongo usirudishe taarifa kwenye mkono, mkono utaendelea kuteketea. Tuko sawa? Wale wanaoitwa wana mazingaombwe wanafanyaga nini? Ilivyo ni hivi. Mfanya mazingaombwe yoyote anachokifanya anavuruga ubongo. Basi hiyo tu. Havurugi chochote. Anaonekana mtu anachinjwa, achinjwi mtu yoyote. Ubongo wako ukivurugwa, blue utaona kijani, kijani utaona nyeupe. Tuko sawa? Ndio shetani anafanya kazi kwenye ubongo tu. Na ili ni kuonyesha tofauti ya shetani na Mungu. Mungu anafanya kazi rohoni. Shetani anatumia ubongo. Nitoe ufafanuzi ili tuelewane vizuri. Inawezekana ukawa hujui Biblia sana. Sawa? Inawezekana usijue Biblia sana. Lakini kuna jambo fulani unataka ufanye kama sio la kimungu, rohoni kutakataa. Maana ni Mungu anakuambia sio sawa. Ubongo nao unaoweza kukwambia hilo ni sawa. Ubongo ukikwambia sawa, roho ikikataa usisikilize ubongo, sikiliza rohoni. Kwa sababu shetani hutumiaga ubongo. Yaani unaona kabisa, mbona hakuna dhambi yoyote kwa akili, ila rohoni unaona kuna boma. Usifanye. Hebu twende kidogo haraka ili tuweze kuliona hilo. Wakorinto na hii ndio wanavyofanya hao wafanya mazingaombwe. Wakorinto wa pili sana sasa, Wakorinto wa pili sasa sura ya 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Wakorinto wa pili 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo, angalia kwa makini, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ngome gani inayotajwa hapo? Mstari wa 5. Tukiangusha nini? Mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Ilivyo ni hivi, shetani anapotaka kuweka imani mahali fulani, anapotaka kuleta uharibifu mahali fulani, kwanza analileta wazo kwamba mganga fulani kiboko. Linaanza wazo kwanza. Mmenielewa? Likija wazo la mganga fulani kiboko, alafu akatokea shuhuda, fulani kweli ni kiboko yule, mimi alinisaidia. Maana yake shetani ameongeza wazo jingine kutoka kwa mwingine. Ni kwa namna ya mtu anapojenga nyumba, anaanza kutengeneza nini? Msingi. Tofali inaanza la kwanza, alafu linawekwa jingine juu yake, litawekwa jingine juu yake, hatimaye ukuta umesimama. Ukuta ndio unaitwa ngome. Unajikuta mtu umezingirwa pande zote, utoki. Maana yake analeta wazo la kwanza la uharibifu, ukilipokea kwamba wachawi wana nguvu. Baada ya hilo wazo linakuja wazo jingine, bati linapiga kidogo, linatikisika na nyawa analia nje. Akija nje unasikia mawazo mengine anaanza kuibuka, nani huyu atakuwa mchawi huyo, mama fulani labda huyo. Linajengwa jingine, tofali jingine hapo juu yake. Alafu unashangaa na michanga kidogo inamwagika kwenye bati. Hii itakuwa kweli. Linajengwa tofali jingine hapo. Mwisho yote ukuta, ngome imejengwa, wewe uko ndani katikati ya ngome, huwezi kutoka. Ndio maana kuna watu hata kebea waganga ni takataka. Ukisema waganga wote kunguru kasoro mabavu, unashangaa mtu mwingine atikisika kabisa na kuangalia na kushangaa. Kwa nini? Yuko ndani ya ngome. Yaani ukisema waganga ni kunguru, ni kunguni, yaani anawaamini kwa viwango vya mwisho. Anaamini unaweza kugeuka sisimizi tu sekunde moja. Kwa nini? Yuko ndani ya ngome. Lakini ngome hiyo haikuibuka hivyo. Lilianza wazo, likaja la pili, likaja la tatu. Anafanya kazi katika fikra. Kwa watu wanaitwa wana mazingaombwe. Wana mazingaombwe, unapokuwa kwenye mazingaombwe, yeye anachezea ubongo. Basi kwa unaona mtu amekatwa kichwa, ni kweli macho yanaona kabisa huyu ni mtu, na yanamuona kwa usahihi ni mtu, wala hachinjwi, ila taarifa zikichukuliwa zikipelekwa kwenye ubongo ndio unatafsiri anachinjwa. Umenielewa ninachosema?
Ubongo ukitafsiri anachinjwa, wewe utaona anachinjwa. Sijaeleweka bado? Kama nilivyosema, unapogusa moto, taarifa ikipelekwa kwenye moto, ikipelekwa kwenye ubongo, ubongo usipokuwa na tafsiri sahihi, mkono utaendelea kuungua. Na unaweza ukaona kitu fulani kibaya. Hujawahi kutembea wakati fulani usiku, labda ulikuwa unapitaga njia hiyo mara kwa mara, kulikuwa na mti fulani, wale watu wa vijiji wanaogopa wachawi na kumbe mti ukakatwa afu kaanguka ukawa umekaa upande fulani. Akiangalia anaona kama mtu kabisa anafanya mikono hivi. Kumbe sio mtu. Ni ubongo wake ndio umetafsiri hivyo. Maana macho yameona kwa usahihi, yamepelekwa kwenye ubongo. Ubongo ndio umesema kuna mtu anatikisa mikono, wakati atikisi mikono. Ndio hao wanavyofanya wanaojiita wana mazingaombo. Tuko pamoja? Sasa katika kanisa sisi wote ni viungo, lakini kiongozi katika kanisa yeye ndo anasimama kama kichwa. Tuko pamoja? Tuko sawa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna mambo wakati mwingine kiongozi ataagiza yafanywe, aliye kiungo cha Kristo atakubali kutendea kazi. Na kama anakataa kutendea kazi, ni ishara wazi kwamba huyo inawezekana sio sehemu katika kanisa hilo, sio sehemu katika mwili wa Kristo eneo hilo. Tuko sawa? Waebrania 13:17 wakati tunamaliza sasa. Waebrania 13:17. Watiini wenye kuongoza. Watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kugua, maana isinge wafaa nini. Tuko sawa? Kwa hiyo maana yake kuna maelekezo wakati mwingine yatatolewa. Kama kweli tu viungo katika mwili wa Kristo, tutatendea kazi. Lakini kama sio viungo, tutaacha, tutapuuze tu. Hapo ni eneo la kujipima, ni eneo la kujikagua. Ni kweli maagizo yote yanapotolewa unaweza kuyatii kama yalivyo, unaweza kuyatendea kazi kama yalivyo. Ni kweli kuna wakati unaweza usiwepo, kuna wakati unaweza kawa una udhuru, unaumwa, kuna wakati unaweza kawa kwenye kazi. Ni kweli, lakini taarifa itatoka kwamba mchungaji, nimepata hiyo maelekezo nimeyapata, lakini kuna 1 2 3, kuna shida hii, sijui unasemaje, naomba unisaidie katika eneo hilo. Na kadhalika, itaeleweka kwamba huyu ni sehemu. Amen. Huyu ni sehemu. Hata na mimi ni sehemu katika mwili wa Kristo. Tuko sawa sawa? Na mimi nahitaji kusaidiwa. Mchungaji yoyote ambaye hataki kusaidiwa, huyo atakwenda motoni siku moja. Unasikia ninachosema? Sio unielewa? Kama hutaki kusaidiwa, kwa sababu hata kichwa kinakuwa na uchafu, ndio sio? Kinakuwa na uchafu. Nani anachana nywele? Si mkono ndio unachana? Sio? Mkono ndio unachana. Kwa kichwa wakati mwingine kinahitaji kusaidiwa. Kikiwa na uchafu, nani anatoa uchafu? Kichwa kinaweza kutoa uchafu chenyewe. Haiwezekani. Kuna wakati utakuwa na masizi usoni, unajiona wewe. Kuna mwingine atakwambia, si ndio? Atakwambia kuna masizi, kuna hili, hebu rekebisha hapa, rekebisha hii. Ni kweli kuna mambo yataamuriwa, lakini vile vile kichwa nacho kinahitaji kusaidiwa. Unapoona kuna mahali mchungaji anahitaji kusaidiwa, hebu msaidie. Amen. Unaona mahali fulani kuna upungufu, hebu mshauri, msaidie kwamba naomba kuna eneo fulani nahisi kama umelemewa, naomba nikusaidie. Mchungaji yeye sio malaika, ana mipaka ya uwezo, wala sio Mungu. Amen. Ana mipaka ya uwezo. Anaomba wakati mwingine naye anaomba asaidiwe, ila hajitokeza tu mtu akumsaidia. Sio sawa? Wakati mwingine analemea, anahitaji kusaidiwa, anahitaji kuombewa. Ni mtu huyu. Amen. Kuna watu wengine wanafikiri mchungaji kama robot fulani hivi, kwamba yeye haumwagi, yeye yani anaweza akakaa akakesha siku 7 mfululizo, usiku na mchana, asilale. Ni mtu